na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, sema nasi tena. Tuko tayari Bwana kufundishwa na kusaidiwa na wewe. Yafafanue maandiko, ukayape uhai katika maisha yetu. Tusiwe watu wa kusikia tu, bali tukafike kwenye kiwango cha kutendea kazi na kuona badiliko la kweli likiendelea kutokea katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana hii ni nafasi nyingine na siku nyingine tena ambayo utakwenda kuitumia kutujenga na kutuimarisha katika utu wetu wa ndani. Tuko tayari kusaidiwa na wewe. Sema na maisha yetu, zungumza na hali zetu. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunajifunza linaloitwa ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha. Na tumekuwa tukiangalia vita mbalimbali ambazo katika safari ya imani au katika maisha ya Ukristo tutakutana nazo, lakini pia Biblia imeziweka wazi na haikuishia hapo tu. Imeeleza namna gani tunaweza kuwa washindi katika mambo hayo. Biblia inasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Katika sesheni iliyopita tuliishia kwenye ushindi dhidi ya vita za maisha ya ibada ya kweli. Ushindi dhidi ya vita ya maisha ya ibada ya kweli. Tuliangalia tukagundua ya kwamba ibada ndiyo kipengele muhimu ambacho Mungu na Shetani wote wanakitafuta ndani ya moyo wa mtu. Ibada ndiyo mojawapo ya kipengele muhimu ambacho Mungu na Shetani wote wanakitafuta kukipata ndani ya moyo wa mwanadamu. Na tulimuona Yesu Kristo kama mfano wetu, namna ambavyo katika majaribu yake katika zile siku 40 alizojaribiwa, moja ya eneo ambalo adui alijaribu kushindana naye lilikuwa ni eneo la ibada. Na katika eneo hilo alimuonesha ya kuwa ninaweza nikakupa kila ambacho watu wanakitamani kwenye maisha haya kwa sharti kubwa moja tu, ukikubali kuniabudu. Lakini nilizungumza nikasema, msingi wa ibada ya kweli katika maisha ya Mkristo haupaswi kujengwa juu ya mahitaji tulionayo kwa Mungu, bali kina cha uhusiano wetu na Mungu. Maisha ya ibada ya kweli kwa Mkristo hayapaswi kujengwa juu ya msingi wa mahitaji tulionayo kwa Mungu, bali kina cha uhusiano wetu na Mungu. Maisha yetu ya ibada yakishikiliwa na mahitaji, tutakuja kujikuta ni watu ambao tunamtafuta Mungu kwenye wakati ambapo tunahisi tuna shida au tunahitaji msaada wake, na tutampotezea Mungu na kutokuwa na muda naye wakati ambapo maisha yataonekana yako sawa kwenye kila eneo. Mungu akijibu tunayomuomba, anabaki kuwa Mungu anayestahili kuabudiwa, na hata kama hatojibu tulioomba, haimfanyi asiwe Mungu anayestahili kuabudiwa kwenye maisha yetu. Lakini pia tukaenda mbali zaidi, tukaanza kuangalia mambo yanayojenga ibada ya kweli kwenye maisha ya muamini. Tuliangalia jambo la kwanza ni uhusiano binafsi wa mtu na Mungu. Tukaona jambo la pili, muda wa mtu na Mungu, yani fellowship. Tukaona jambo la tatu, nidhamu ambayo mtu anakuwa nayo katika kuwa na muda na Mungu ili maisha mengine yaweze kuendelea. Na tuliona mambo mengi sana ndani yake ambayo yanajenga ibada ya kweli. Na tukaona jambo jingine ni utii kwa maelekezo ambayo Mungu anayaachilia kwenye maisha yetu. Na tulipoangalia mambo hayo, tukagundua ya kuwa watu wengi wameshindwa kuelewa maana halisi ya ibada na mambo yanayotengeneza ibada ya kweli kwenye mioyo yao. Na hii ndiyo sababu licha ya kuwa makanisa yameendelea kuwa mengi katika dunia yetu na ibada za kusifu zimeendelea kuwa kila sehemu, lakini bado Mungu anatafuta waabudu halisi. Kwa nini? Kila wakati anapoangalia Mungu kwa habari ya ibada, haangalii tu taratibu nzuri tunazoweza kuwa nazo kama kanisa, haangalii tu maandalizi mazuri tunayoweza kuyafanya katika ibada tunazoziangalia. Huwa anaenda kwanza kuangalia mioyo ya watu wanaojiwasilisha mbele zake kama watu waliokuja kuabudu. Na tukaona jambo la tano linalokamilisha ibada ya kweli kwenye maisha ya Mkristo ni utumishi, na natamani tuendelee kutokea
hapo ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tulizungumza tukasema utumishi ni ibada kwa Mungu. Utumishi ni ibada kwa Mungu, na tukaona kwa uthibitisho wa maandiko mbalimbali ambayo yanathibitisha na kuonesha wazi ya kwamba hakuna namna utatenganisha ibada ya mtu kwa Mungu na utumishi wake kwa Mungu. Hakuna namna utatenganisha ibada ya mtu kwa Mungu na maisha ya utumishi wa mtu kwa Mungu. Kwa hiyo tunaposema tunamwabudu Mungu wa mbinguni, tafsiri yake tumeamua kutangaza ya kwamba sisi ni watumishi wake. Kumwabudu Mungu ni kutangaza ya kwamba sisi ni watumishi wake. Na tuliona ukweli huo kwenye Kutoka sura ile 23 mstari wa 24 mpaka ule wa 25. Kutoka 23 mstari wa 24 mpaka mstari wa 25, namna ambavyo Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli ya kwamba usisujudie miungu yao wala kuitumikia. Na tukaona ya kwamba kila wakati Mungu alipokuwa anawaonya watu kwa habari ya ibada za miungu mingine, jambo la pili alilokuwa anawaonya nalo ni kutoitumikia hiyo miungu. Kwa nini? Ibada ya mtu kwa Mungu au miungu ni lazima iambatane na moyo wa utumishi kwa Mungu au kwa miungu anayoiabudu. Lakini pia tuliona kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile 28 mstari wa 12 na mstari ule wa 14, Biblia ilikuwa inasema, Kumbukumbu la Torati 28 wa 12 mpaka mstari wa 14, Biblia inasema pale ya kwamba kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Kwa hiyo anataja ibada na anataja moyo kuambatana na miungu mingine. Lakini tulienda mbali zaidi tukaangalia ya kwamba tunaweza kumtumikia Mungu vizuri endapo tutatambua mambo yafuatayo. Tuliishia hapo, si ndio ya kwamba Mkristo anaweza kumtumikia Mungu vizuri endapo atatambua mambo yafuatayo. Mambo haya yakikosekana ndani yetu, ufahamu huu ukikosekana ndani yetu, utumishi wetu hauwezi kuwa mzuri, ama tutafanya vitu nje ya viwango ambavyo Mungu ameviweka. Jambo la kwanza tulisema lazima tutambue moja, ya kwamba yote tunayofanya tunafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama uaminifu wetu katika mambo tunayoyafanya. Yote tunayoyafanya tunafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama uaminifu wetu katika mambo tunayoyafanya. Tulisema Mkristo anapomtumikia Mungu katika namna yoyote ile, anapobeba wazo hili ndani ya moyo wake ya kwamba anachofanya ni kwa ajili ya Mungu, na Mungu anaangalia uaminifu katika utendaji wetu, tukasema ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kutuzuia au kutufanya tusiendelee kumtumikia Mungu, hata katika nyakati ambazo mazingira sio rafiki. Wakristo wote ambao walikuwa wanafanya huduma fulani kanisani na baadaye wakikwaza kidogo wanaamua kuacha huduma, ni kwa sababu hawakuwa na hili wazo ndani ya mioyo yao. Mtu anapojua ya kwamba ninachofanya ni kwa ajili ya Mungu, maana yake hata watu wasipomuonesha ushirikiano, hata watu watakapoongea kinyume cha kile anachokifanya, bado moyo wake hautaacha kufanya. Kwa nini? Anajua utumishi ninaofanya si kwa ajili ya watu, bali ni kwa ajili ya Mungu. Lakini pia tukasema katika hilo jambo ya kwamba ufahamu ya kwamba Mungu anaangalia na kufuatilia yote tunayoyafanya kama sehemu ya utumishi wetu kwake, inatusaidia kuwa na nidhamu, inatusaidia kufanya mambo katika kiwango cha ubora. Kwa nini? Tuwe mbele za watu au tusiwe mbele za watu, mioyo yetu inabaki kuwa waaminifu katika utendaji, kwa sababu tunajua Mungu anatutazama. Niwapa mfano mzuri hapa wa Anania na Safira. Wao walipokuwa wameuza sehemu ya mali walizokuwa nazo, na ilikuwa wanatakiwa wapeleke fedha yote na sadaka yote kwa mitume kama walivyokubaliana kwenye kanisa la kwanza. Wao walipopeleka ile sadaka, walifikiri wanaopokea sadaka ni mitume. Walidhani anayepokea sadaka ni Petro, wasijua ya kwamba jambo walilokuwa wanalifanya lilikuwa ni kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu lilikuwa likitazama na kuangalia.
Na mwisho wa siku tunaona kwa uwazi Biblia ikionyesha madhara yaliyowapata. Kwa hiyo ikiwa tunataka kumtumikia Mungu vizuri katika utumishi wowote wanangu ambao tunafanya kwa Mungu, kila mmoja kwa kadiri Bwana alivyomjalia, ni muhimu tulibebe ili wazo la kwanza ndani yetu ya kwamba yote tunayofanya katika utumishi tunafanya kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu linatazama na kuangalia. Ukitaka kujua ukweli huo, utakumbuka kwa habari ya watoto wa Eli, Hofni na Fineasi walipokuwa wakiendelea kuhudumu katika madhabahu ya Mungu, lakini wakaanza na tabia ambazo hazifai. Wakaanza kuwa wanatumia sadaka kinyume na maelekezo na utaratibu ambao Mungu ameuweka. Wakaanza kuwa wazinzi, wanalala na wanawake hekaluni. Wao walidhani wanafanya kwa ajili ya Israeli, lakini jicho la Mungu lilikuwa linaangalia. Baadaye Mungu anazungumza na Eli akimueleza mambo ambayo watoto wake wanafanya yaliyo kinyume na Mungu. Kila tunachofanya katika utumishi wetu ni lazima tubebe wazo hili ndani yetu ya kwamba tunafanya kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu linatazama na kuangalia kwa ukaribu. Lakini tukasema jambo la pili ambalo ni muhimu sana kila Mkristo kulibeba tunapomtumikia Mungu ni kwamba yote tulio nayo tumepewa na Mungu ili yatumike kwa ajili yake. Yote tulio nayo tumepewa na Mungu ili yatumike kwa ajili yake. Watu wa Mungu, Biblia inaeleza vizuri kabisa ya kwamba sisi ni mawakili, ni wasimamizi katika mambo ambayo Mungu ametuamini nayo katika maisha. Na ukitaka kujua ukweli huu ni kwamba kila mmoja wetu alipozaliwa alikuja duniani akiwa hana kitu, si ndio? Yote tulio nayo tumeyapata tukiwa hapa duniani, na hata siku tunaondoka tutayaacha wengine waendelee nayo, wakati sisi tunakwenda kutoa hesabu juu ya yale ambayo Mungu alituamini nayo. Kwa hiyo unapobeba wazo la uwakili ndani yako, moyo wako unakuwa unajua ya kwamba yote nilionayo ni ya Mungu, na wakati wowote Mungu atakapoyahitaji ninapaswa kuwa tayari kumpa. Utumishi wetu kwa Mungu katika jambo lolote unaweza kuwa mwepesi na rahisi ikiwa tutabeba wazo la uwakili ndani yetu ya kwamba kila tulicho nacho Mungu ametuamini kuwa nacho na ni chake, na wakati wowote atakapokihitaji tunapaswa kuwa tayari kumpa. Elimu ulionayo ni Mungu amekuamini nayo. Fedha ulionayo ni Mungu amekuamini nayo. Kazi ulionayo ni Mungu amekuamini nayo. Vipawa, karama na chochote unachokifanya ni Mungu amekuamini nacho, sio chako. Na Mungu wakati wowote anapokihitaji kinapaswa kutumika kwa ajili ya Mungu. Tuliona Musa kama mfano mzuri katika andiko hili kwenye Kutoka sura ya 10 mstari wa 24 mpaka mstari ule wa 26. Kutoka sura ile ya 10 mstari wa 24 mpaka mstari wa 26, ambapo tunamuona Musa alipokuwa anaongea na Farao, na Farao anawaambia ya kwamba ninyi mnaweza kwenda kumwabudu Mungu, lakini hamtaenda na mali zenu mlizo nazo. Musa alijua ya kwamba ibada kwa Mungu unadai utumishi, na utumishi kwa Mungu unataka kuwa tayari tulicho nacho kitumike kwa ajili ya Mungu. Ndipo Musa anamwambia hatuwezi kwenda kumfanyia Mungu ibada wakati tumeacha mali zetu, maana kule tunakokwenda Mungu hatujui atataka nini. Ni lazima tuwe na vitu vyetu ili wakati wowote Mungu atakapovitaka tuwe tayari kumpa kulingana na uhitaji utakaojitokeza. Unaanza kuona hilo wazo Musa alielewa ya kwamba utumishi ni sehemu ya ibada, na yote tulionayo tunaweza kumpa Mungu endapo mioyo yetu imetambua na imefahamu ya kwamba Mungu anapohitaji chochote kutoka kwetu tunapaswa kuwajibika kumpa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye kila eneo la maisha yako kuwa tayari Mungu kutumia chochote ulicho nacho ili kufanikisha utumishi na kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu tunaenda pamoja watu wa Mungu Jambo la tatu la msingi sana kufahamu ili kuweza kufanya vizuri katika utumishi wa namna mbalimbali tunaofanya kwa ajili ya Mungu. Jambo la tatu tulisema hatuwezi kumtumikia Mungu vizuri mpaka siku mambo ya Mungu tumeyafanya kuwa yetu.
Jambo la tatu, ikiwa tunataka kufanya vizuri katika eneo la utumishi, tuliona ya kwamba ni lazima tuyafanye mambo ya Mungu kuwa yetu. Tuliona kwenye kitabu cha Nehemia sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6 na mstari wa 11. Tuliona Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6 na mstari wa 11. Ilikuwa ni wakati ambapo Nehemia ameletewa taarifa ya kwamba ukuta wa Yerusalemu umeharibika, mambo hayaendi, vitu viko shagalabagala, mambo hayajakaa mahali pake. Biblia inasema Nehemia aliposikia, kwake haikuwa taarifa, ila lile neno lilienda kuamsha shauku ndani yake, akalichukua lile jambo kwamba ni la kwake, akaingia kwenye maombi, akamwendea mfalme, akaorganize watu, na lile jambo likaweza kufanikiwa. Tunaweza kufanya vizuri katika mambo ya Mungu endapo tutayafanya kuwa ya kwetu. Niwaambie watu wa Mungu, mambo yote ambayo tunashindwa kufanya kwa ajili ya Mungu ni kwa sababu hatujayapa kipaumbele na kuyafanya kuwa ya kwetu kabisa. Kwa miaka kadhaa ambayo nimekuwepo kwenye maisha ya wokovu, ni mwaka wa 26 sasa, niliokoka 2000, nimekuja kugundua ya kwamba Wakristo wengi tunashindwa kufanya vitu kwa ajili ya Mungu. Tunataka tulazimishwe kwenye mambo ambayo ni wajibu wetu kufanya. Kwa nini? Hatujayaamua kuyachukua mambo ya Mungu na kuyapa umuhimu au kuyafanya kuwa ya kwetu. Naomba niwaambie, mambo ya Mungu tunaweza tukatoa udhuru kwa namna nyingi sana, lakini inapokuja kwenye mambo yetu binafsi, kila mtu huwa anataka kufanikisha jambo lake na kuona linafanikiwa. Kwa mfano, tunaendelea sasa hivi na mchango kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la kanisa ambalo tunaanza, na tumepeana hii miezi 5 ambayo tunaendelea nayo kwa ajili ya michango, si ndio? Ni rahisi kabisa deadline inapofika, mjinga mmoja akasema nilishindwa kabisa kukamilisha mchango wangu kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Na akikueleza kwa akili ya kawaida yanaonekana ni kama yana maana, ni kama vile anachokisema ni kweli, lakini mtu huyu akipigiwa simu ya kwamba mtoto anaumwa shuleni, ameugua na anatakiwa akimbizwe hospitali, hata kama kiasi kinachotakiwa kutolewa ni kikubwa zaidi ya mshahara wake, ataitafuta na itapatikana. Si ni kweli? Si ni kweli? Kwa nini? Inapokuja kwenye mambo yetu tunayapa umuhimu, lakini kwa sababu ya Mungu hatujayafanya kama yetu, tunayapotezea. Na ndio maana nikaelewa sasa baadaye nilipokuwa nachunguza maandiko, kwa nini Mungu katika mambo mengi anayotaka tuwatendee wengine aliyatengeneza katika kiwango cha kuwatendea kama vile tunavyojitendea wenyewe. Utaona kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 na mstari wa 14, Biblia inaongea jambo. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Sikia hilo neno. Mungu anaweka kiwango cha kumpenda jirani yako ni kama vile unavyojipenda wewe. Unajua ni kwa nini? Mungu anajua kila mtu anapenda kujitendea mema, kila mtu anapenda kujijali, kila mtu jambo linapokuwa la kwake huwa analifanya kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo anasema njia rahisi ya kuwapenda wengine ni kuwapenda kwa kiwango unachojipenda mwenyewe. Jambo linapokuwa la kwako linapokea uzito, na Mungu anajua ikiwa tunataka kuwapenda wengine ni lazima tuwapende kwenye kiwango cha tunavyojipenda wenyewe. Mambo ya Mungu yanaweza kufanikiwa, utumishi wetu tunaweza kuufanya vizuri kwa Mungu pale tu ambapo tutalichukua jambo la Mungu kama jambo letu wenyewe. Unaanza kunielewa sasa Unaanza kunielewa sasa Utaona pia kwenye Luka sura ya 6 na mstari wa 31, Biblia inasema kitu. Luka sura ile ya 6 na mstari wa 31 anasema, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Na kama watu wanavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Ni rahisi zaidi kumtumikia Mungu kwa moyo wa furaha
Ni rahisi zaidi kila mmoja kushiriki kwa uaminifu katika kufanikisha mambo ya Mungu endapo tutayachukua mawazo ya Mungu na yote ambayo Mungu anataka tufanye kwa ajili yake katika utumishi wetu kama mambo yetu mwenyewe. Bwana asifiwe. Na naomba niwaambie kitu kingine, watu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye hana kitu cha kufanya kwa ajili ya utumishi katika nyumba ya Mungu. Hakuna mtu ambaye hana kitu cha kufanya katika utumishi wa nyumba ya Mungu. Utaona kwenye Kutoka 35 mstari wa 20 mpaka wa 24, Biblia inaeleza kitu kizuri sana. Kutoka 35 mstari wa 20 mpaka mstari ule wa 24, Biblia inaeleza kwa habari ya wakati ambapo Musa alikuwa anataka kujenga hema ya kukutania, na Mungu akamwambia, nimekupa Bezaleli na Oholiabu, watu ambao nimeweka hekima na akili ndani yao ili waweze kufanikisha kazi ya utumishi huo wote. Lakini Bezaleli na Oholiabu peke yao walikuwa hawatoshi. Kuna watu walihitajika kuleta mali na vitu walivyokuwa navyo. Biblia inasema kwenye mstari ule wa 23, na napenda sana, anasema, tena kila mtu aliyeona kwake nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu, na anaeleza vifaa mbalimbali pale, kila mtu akavichukua ambavyo aliona vinafaa kwa ajili ya Mungu, akavipeleka ili kufanikisha utumishi ule. Wakati ambapo uhitaji ulijitokeza kwa ajili ya utumishi kwa Biblia inasema kila mmoja alirudi kwenye vile alivyo navyo na akaenda kuangalia nini nilicho nacho kinachoweza kutumika kufanikisha utumishi ulio mbele yetu. Mwenye nyuzi alitoa kwa kiwango cha uwezo wa nyuzi, wenye dhahabu walitoa kwa kiwango cha dhahabu, wenye fedha walitoa kwa kiwango cha fedha, wenye marihamu walitoa kwa kiwango cha yale mafuta waliokuwa nayo. Kila mmoja kwa nafasi yake. Tangazo lilipotoka alirejea kwenda kuangalia kwa kiwango gani jambo hili nitashiriki kama la kwangu, ili jambo la Mungu liweze kufanikiwa. Njia rahisi ya kila mmoja kushiriki katika kufanikisha utumishi katika nyumba ya Mungu ni kuliona wazo la Mungu kama jambo lake mwenyewe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja wanangu Okay. Namna ngapi tunakwenda kuangalia jambo ngapi mwingine muhimu kulifahamu? La 4. Si ndio? Namna nyingine ya 4 inayoweza kutusaidia kuweza kufanya vizuri katika utumishi wetu katika nyumba ya Mungu ni kila mmoja kuwa tayari kutekeleza wajibu wake bila kumtegemea mwingine au kumsubiri mwingine. Kila mmoja wetu kuwa tayari kutekeleza wajibu wake bila kumtegemea mwingine. Tukisoma katika maandiko mbalimbali tunaona kwa mfano katika kitabu cha Nehemia sura ile ya 4 mstari wa 17 mpaka mstari wa 18, Biblia inaeleza kitu cha kutusaidia. Nehemia sura ile ya 4 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 18, Biblia inasema hivi. Nehemia 4:17 mpaka 18, watu wale waliojenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Tunaona hapa ya kwamba katika ujenzi wa ukuta ule wa Yerusalemu wakati wa Nehemia, kila mmoja alienda kukaa kwenye nafasi yake. Kila mmoja alikuwepo ili kutimiza wajibu wake. Hakuna mtu ambaye alisema mwingine atafanya. Kila mmoja alijiona ya kwamba mimi ndiyo ninao wajibu wa kufanya. Watu wa Mungu, mambo mengi makanisani yameshindwa kufanikiwa. Mawazo mengi mazuri wa Kristo wanayoshirikishwa na watumishi yameshindwa kwenda kwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu katika fahamu zao wanafikiri ya kwamba hili jambo sio lazima mimi nifanye, ila fulani ataweza kufanya. Njia rahisi ya kufanya vizuri kwa ajili ya Mungu ni kuona ya kwamba hakuna mwingine wa kufanya ila mimi ndiye ninayetakiwa kufanya. Hakuna mwingine wa kuomba ila mimi ndiye ninayetakiwa kuomba. Hakuna mwingine wa kufanya usafi ila mimi ndiye ninayetakiwa kufanya.
Yaani unaweza kukuta kanisani mjinga mmoja anaingia kwenye ibada, anaweza akakaa kwenye kiti, akiwa anakaa anakuta kama kuna vumbi hivi, anagusa hivi, yaani leo kuna vumbi, sijui hawajasafisha. Mjinga kabisa wewe. Kwa nini usingeweza kuwahi kuja kushiriki kufanya usafi jana yake kabla ibada haijafika Jumapili? Hiyo haihitaji kuwa shemasi, inahitaji kujitambua tu. Mwambie mwenzako inahitaji kujitambua tu. Ni rahisi sana kufanya vizuri katika mambo ya Mungu endapo kila mmoja ataona pekee aliyepo ni mimi tu na hakuna mwingine ambaye anaweza kufanya. Ni kuongezea jambo jingine. Njia rahisi ya kufanya vizuri katika mambo ya utumishi katika nyumba ya Mungu ni kuona kwamba nisipotimiza wajibu wangu, nimeshiriki kukwamisha wazo la Mungu kufanikiwa. Nisipotimiza wajibu wangu, nimeshiriki kukwamisha wazo la Mungu kutofanikiwa. Kwa hiyo moyo utakuwa unafikiri na kujua ya kwamba kumbe nisipofanya mimi jambo hili, lisipofanikiwa mimi nimekuwa sababu, na unasema sitaki kuwa sababu ya kutokufanikiwa kwake. Njia rahisi ya kufanya vizuri katika utumishi katika nyumba ya Mungu ni kuona kwamba usiposhiriki kikamilifu na kufanya sehemu yako, umeshiriki kukwamisha kutokufanikiwa kwa wazo la Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Tunaenda pamoja Naomba niwaambie mambo haya kwa sababu yatatusaidia kanisa linapoendelea kukua, Mungu anapoendelea kutusaidia katika utumishi. Tunapoyaweka mambo haya na tukayaishi, yatatusaidia kuendelea kufanya vizuri na kwenda kasi. Nimewaona na baadhi ya marafiki zangu ni wachungaji, wana watu makanisani, wana watu wana uwezo, wana watu wana vipawa, wana watu wana karama, wana muda wanaweza wakafanya, lakini mambo hayaendi, vitu havisogei. Ana namba kubwa ya watu lakini mambo hayasogei. Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajafika kwenye kiwango cha kuona ya kwamba nisiposhiriki kufanya ninakuwa nimekwamisha wazo la Mungu kufanikiwa. Watu hawajafika kwenye kiwango cha kuona hakuna mwingine wa kufanya ila nipo mimi. Kila mmoja akiona hivyo, unajikuta wote tunakutana pamoja katika kufanikisha wazo na linafanikiwa kirahisi. Biblia inasema bora wawili kuliko mmoja. Maana yake ni nini? Ongezeko la washirika kanisani linatakiwa kuashiria kasi na wepesi katika kufanikiwa kwa makusudi ya Mungu kwenye kanisa la mahala pamoja. Utaona kwenye Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10 na mstari wa 12. Mhubiri sura ile ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10 na mstari ule wa 12. Biblia inasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 10 mstari wa 12 haikatiki upesi. Biblia inasema ni heri wawili kuliko kuwa mmoja. Maana yake kila mmoja anapokuja anapokuja anaongeza nguvu, anaongeza kasi, anaongeza wepesi kwenye kufanikiwa kwa mambo ya Mungu. Ni rahisi sana kufanya mambo mengi ya Mungu kwa wepesi na urahisi endapo kila mmoja ataona kuto kushiriki kwangu kutakwamisha mambo ya Mungu. Ukitaka kujua uchungu wa kuwa wengi na mambo hayaendi, waulize watu waliooa au walioolewa ambao anaishi na mume lakini hawajibiki kwa chochote. Yaani ana mume ndani lakini ni kama mjane. Waulize, watakwambia. Waulize, watakwambia. Yaani mtu anazikumbuka nyakati alizokuwa peke yake, maana anaona ni wakati ule ni kama mambo yangu yalikuwa yanaenda sawa kuliko namna ambavyo tumekuwa wawili. Kwa jina la Yesu isiwe fungu lako ninakuombea. Nasema kwa jina la Yesu isiwe fungu lako ninakuombea. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kwenye Nehemia 6 mstari wa 15, Biblia inasema kitu cha msingi sana.
Nehemia sura ya 6 mstari wa 15, Biblia inasema, basi huo ukuta ukamalizika siku ya 25 ya mwezi Eluli, katika muda wa siku 52. Biblia inasema kila mmoja wakati wa Nehemia katika ujenzi wa ukuta alipokuja kwenye nafasi yake na kuona ni wajibu wake, ukuta ambao ungeweza kuchukua siku nyingi, ndani ya siku 52 ukawa umekamilika. Tunaweza kufanya vizuri na mambo makubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika utumishi endapo kila mmoja ataona ni wajibu wake kufanya, na kutoshiriki kunaweza kuleta shida. Na naomba nikwambie jambo jingine. Tunapomtumikia Mungu katika nyumba yake au katika ufalme wa Mungu, Mungu ametuita akiwa ameweka tofauti nyingi katikati yetu. Mungu katika huduma au katika utumishi ametuita akiwa ameweka tofauti nyingi ndani yetu. Nimeandika hapa nikasema, Mungu hujenga kusudi lake kwa mgawanyiko wa kimakusudi ndani ya watu wake. Mungu hujenga kusudi lake kwa mgawanyiko wa kimakusudi ndani ya watu wake. Yaani Yesu alipotuokoa na kutuita, anatuita watu ambao tuna karama tofauti ndani yetu, tuna huduma tofauti ndani yetu, tuna elimu tofauti, tuna uzoefu tofauti, tuna uwezo tofauti. Na katika hizi tofauti zetu, Mungu amekusudia jambo moja tu: kila mmoja anapokuja na tofauti ya mwingine, tuweze kuungana na kufanikisha wazo la Mungu kufanikiwa. Nimeandika hapa nikasema, Mungu anapenda tofauti, ila shetani anapenda kuzitumia tofauti kukwamisha kusudi la Mungu kwenye maisha ya watu. Mungu anapenda tofauti, ila shetani anapenda kuzitumia tofauti kukwamisha makusudi ya Mungu kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo ili tuweze kutumika vizuri, ni lazima tukubali ya kwamba kila mmoja ana namna yake. Kila mmoja Mungu amemwekea ndani yake kwa namna yake, lakini kila mmoja awe na uwezo wa kushirikiana na mwingine ili kufanikisha utumishi katika ufalme wa Mungu. Tumesema Mungu anapenda tofauti. Utaona kwenye kitabu cha Mwanzo 1:11-13 Biblia inaongea kitu. Mwanzo 1:11-13 Biblia inasema, Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake. Na juu ya nchi ikawa hivyo. 12, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Sikia neno kwa jinsi yake. Na mti uzaao matunda ambao mbegu zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 3. Hata katika uumbaji Mungu alifanya kila kitu kwa jinsi yake, lakini zile tofauti zilikuwa zimelenga kukamilisha uumbaji. Ni muhimu sana tukielewa ukweli huu, tutaheshimiana, tutapendana, tutashirikiana. Ni jambo la msingi sana. Ni lazima tujue ya kwamba utofauti wetu ni mpango wa Mungu na sio tatizo. Utaona hilo kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 7. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 7, ambapo mtume Paulo anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Lakini pana tofauti huduma, Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mtume Paulo alipokuwa analifundisha kanisa la Korinto, alikuwa anazungumza na watu ambao wana karama tofauti, wana huduma tofauti, wana neema tofauti. Anasema Mungu ameuweka utofauti katikati yetu ama ndani yetu, akiwa anakusudia kila mmoja akija na tofauti yake, tunapokutana na kushirikiana, ndipo tunapoweza kufanikisha kusudi la Mungu. Katika utumishi, kanisa linaweza kufanya vizuri pale ambapo kila mmoja ataheshimu namna ambayo Mungu amempa na namna ambayo Mungu ameweka kwa wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiendelea zaidi kwa ufunuo wa maandiko mbalimbali, hapo utaona hata wakati ambapo mtume Paulo alipokuwa akizungumza na makanisa, akiwa anawafundisha kuwa na umoja katika utumishi, kama vile ambavyo viungo katika mwili vinavyofanya kazi kwa kushirikiana. Na nilipenda sana mtume Paulo alipokuwa anaongea kwa habari ya viungo katika mwili, akitufananisha na sisi katika mwili wa Kristo,
alikuwa anajitahidi kuonesha nini? Kuonesha ya kwamba kila kiungo kina nafasi na kina umuhimu katika mwili, na kiungo kimoja kikishindwa kutekeleza wajibu wake kinaathiri mfumo mzima wa mwili. Yaani kongosho likishindwa kuzalisha insulin, tayari unatengeneza sukari ambayo inaleta shida, macho yatapata shida, mfumo wa mwili utapata shida, kila eneo la mwili litaanza kuingia nini? Matatizo. Figo ikishindwa kufanya kazi, maeneo mengine kwenye mwili yanaanza kuathirika, yanaanza kupata shida, na mwili hauwezi kuoperate katika ufanisi wake na katika namna yake ile ya nini? Ya awali. Alikuwa anajitahidi kuonesha ya kwamba kila mmoja katika mwili wa Kristo ana umuhimu wake, bila kujali tofauti ambazo Mungu ameziweka katikati yetu kwenye huduma na utumishi, na akitoa msisitizo ya kwamba ni muhimu kila mmoja kusimama kwenye wajibu wake, ili kuweza kushiriki kuzuia kanisa kushindwa kutimiza makusudi yake. Naanza kunielewa sasa Bwana Yesu asifiwe. Na naomba niwaambie watu wa Mungu, mfumo wa Mungu ni wa kushirikiana na sio kushindana. Mfumo wa Mungu wa utumishi katika ufalme ni wa kushirikiana na sio kushindana. Mfumo wa Mungu kwenye ufalme wake ni wa kushirikiana na sio kushindana. Adui amekuwa mjanja sana katika siku tulizo nazo makanisani. Watu wanatoka kwenye kushirikiana katika huduma, wanaanza kwenda kwenye kushindana. Na hii ndio sababu niliwaambia hapa ni marufuku kuwa na kwaya. Situmebaki na praise team Kwa miaka mingi nimekuwepo nikiimba kwaya. Nilisema tuache makanisa mengine yaendelee na kwaya, ni jambo zuri na Mungu awabariki. Lakini kile ambacho niliwahi kukiona, unakuta kwaya ziko 2 kanisani au 3. Badala ya kuanza kushirikiana katika utumishi, watu wanatoka kwenye utumishi wanaingia kwenye mashindano. Na usiombe bahati mbaya ukajikuta kwenye moja ya kwaya ndo mke wa mchungaji anaimba. Mungu wangu, anajihisi kama kanisa mali yao. Utawaambia nini? Moyo wa mchungaji uko pale. Ndio maana nikasema basi hebu tubaki kwenye kusifu na kuabudu, hayo mengine tuwaachie wengine. Sio dhambi na waendelee, ni mazuri. Nimekuwepo huko, niliyaona, nikagundua ya kwamba watu wanatoka kwenye utumishi wanaanza kushindana. Katika ufalme wa Mungu mfumo wa utumishi ni wa kushirikiana na sio kushindana. Wanangu, haijalishi Mungu amekubarikia kwa neema kiasi gani, Mungu amekupa kitu cha kipekee kiasi gani, ona kwamba Mungu amewekeza ndani yangu akiwa na nia ya kushirikiana na wengine na sio kutaka kuonekana kuwa bora zaidi ya wengine. Tunaenda pamoja Tunaelewana kanisa la Bwana Jambo jingine la muhimu sana ikiwa tunataka kufanya vizuri katika utumishi ni kufahamu kuwa nafasi ya kumtumikia Mungu ni nafasi ya upendeleo wa kipekee kwenye maisha yetu. Nafasi ya kumtumikia Mungu ni nafasi ya kipekee na upendeleo kwenye maisha yetu. Kumtumikia Mungu ni nafasi ya upendeleo na nafasi ya kipekee kwenye maisha yetu. Ona kwamba sikustahili, ila Mungu amenipa nafasi. Kwa hiyo unaheshimu, unaitumia vizuri, unaona nimependelewa kuaminiwa na Mungu mwaminifu, kuaminiwa na Mungu mtakatifu, kuwa sehemu ya kufanikisha wazo lake. Hamjawahi kuwasikia watu wa siasa namna ambavyo wakiteuliwa na rais kwa nafasi, mara kwa mara wakiongea wanasema, ninamshukuru sana mheshimiwa rais katikati ya watu wengi kunipa nafasi kuwa sehemu ya kushiriki kumsaidia kazi ili kulifanya taifa liendelee. Wanaona ni nafasi ya kipekee. What a privilege kuaminiwa na Mungu kuwa sehemu ya utumishi kwenye ufalme wake. Ni nafasi ya kipekee. Mara nyingi kila wakati wanikiwa nakaa nasemaga, Mungu, hata mimi ulioniona ninafaa kuwa sehemu ya watumishi wako, mimi nakushukuru. Sikustahili, sikufaa, haikuwa lazima iwe mimi. Sio kwamba nina kitu cha kipekee sana zaidi ya wengine, ila Mungu uliniamini ukaniona ninafaa. Ndicho kitu ambacho hata Daudi sehemu nyingine alikuwa anazungumza kwenye Zaburi. Anasema, mimi niliyekuwa mchungaji wa kondoo, mimi niliyekuwa kule polini, Mungu aliniona akanichukua, akaniamini,
akaniweka kuongoza watu wake. Ni rahisi kufanya vizuri kwa bidii na kutokuchoka kwenye mambo ya Mungu endapo tutaona nafasi tulizo nazo za kumtumikia Mungu hatukustahili, ni upendeleo tu Mungu ametupa. Na kufahamu jambo hilo ndani ya moyo linatengeneza unyenyekevu na kuondoa kiburi ndani yetu. Kabisa, kabisa wanangu. Ni jambo la msingi sana. Na ndiyo maana wakati ambapo mke wa Daudi, yule mtoto wa Sauli, alipomuona Daudi akicheza wakati sanduku la agano likiingia Yerusalemu, akamwambia, mbona unafanya mambo ya hovyo? Mbona unafanya mambo ya ajabu kama mfalme kucheza? Unalukaluka kwa huyo Mungu wako. Hauoni kwamba unaondoa heshima yako mbele za watu? Daudi akamwambia, sikiliza, huyu Mungu ninayecheza mbele yake ndiye ambaye alimpokonya baba yako kiti akaniweka mimi nikakaa. Mimi niliyekuwa sifai, mimi niliyekuwa sistahili, mimi niliyekuwa si chochote si lolote, Mungu akaniamini kwenye ile nafasi. Moja ya kitu ambacho wanaikumbusha nafsi yangu kila siku ya kwamba baki kuwa mnyenyekevu kadiri Mungu anapokuinua. Kumbuka ya kwamba Tito hukustahili, ila ni neema ya Mungu imekupeleka ulipofika. Ni neema ya Mungu, hauna chochote cha ziada. Wewe ni mtu wa kawaida kabisa. Huwa naikumbusha nafsi yangu kwamba wewe ni wa kawaida sana, ni Mungu. Inanisaidia kubaki katika hali ya unyenyekevu na kumtegemea Mungu kila wakati. Tunaweza kufanya vizuri kwa ajili ya Mungu nafsi zetu zinapokumbuka na kutambua ya kwamba nafasi za utumishi ambazo Mungu ametupa ni nafasi ya upendeleo. Hatukustahili. Tusimwangushe Mungu kwenye nafasi alizotuamini nazo. Tumeelewana mpaka hapo vizuri? Tumeelewana vizuri wanangu? Naomba sasa tukaangalie sifa za mtumishi wa Mungu wa kweli. Sifa za mtumishi wa Mungu wa kweli. Sifa za mtumishi wa Mungu wa kweli. Tumeona ya kwamba utumishi ni sehemu ya ibada, na wote tuliomwamini Yesu ni watenda kazi katika ufalme wa Mungu. Maana Paulo anasema sisi ni kama viungo katika mwili, na kila mmoja ana wajibu wa kufanya. Maana yake naamini ya kwamba sasa Mungu anaamsha shauku ya kila mmoja kuwa tayari kufanya na kumtumikia Mungu, si ndio? Na sasa ni lazima tujue mtumishi wa Mungu ana sifa gani. Ziko nyingi sana ambazo nimezielezea, maisha ya utakatifu na nini. Tunapoendelea na mfululizo wa hii series tutaendelea kuona. Amina. Leo nataka tukaangalie mojawapo tu. Tutaendelea wiki ijayo kwa habari ya utakatifu na maeneo mengine, na nitaeleza kwa kina. Moja ya sifa ya mtumishi wa Mungu ni moyo wa unyenyekevu. Nataka nikueleze hapo kwa habari leo tu ya moyo wa unyenyekevu. Utaona kwenye Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 11, Biblia inaongea kitu cha kutusaidia. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 3 mpaka mstari ule wa 11. Biblia inaeleza kwa habari ya Yesu Kristo. Paulo alipokuwa akilifundisha kanisa la Filipi kwa habari ya unyenyekevu, akawa anarejea kwa habari ya muasisi wa imani yetu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye aliweka viwango vya utumishi wa kweli, na kiwango kimojawapo ambacho alikionyesha ni unyenyekevu. Anasema yeye alikuwa mnyenyekevu, akaweza kuvumilia hata ile mauti ya msalaba. Lakini anaeleza zaidi, anasema Yesu alikuwa na sifa, alikuwa na vigezo, alikuwa sawa na Mungu, lakini moyo wa unyenyekevu ukamfanya kuona kuwa sawa na Mungu sio kitu, akaamua kujishusha. Kwa hiyo anafundisha kwa habari ya moyo wa unyenyekevu. Sifa ya kwanza ya mtumishi wa Mungu wa kweli katika sifa nyingi ni moyo wa unyenyekevu. Na leo nitakuelezea unyenyekevu kwa kina ili uweze kuelewa. Maana kuna wakati watu wanafikiri unyenyekevu ni kuwa mpole na kutokuongea sana. Nawaambiaga watu jifunze kutofautisha kati ya upole na ukimya. Kuna watu ni wapole, ni wakimya lakini sio wapole. Na kuna watu wanaongea sana, ni masangwini lakini ni wapole. Upole ni uwezo
wa kutawala hasira za ndani, wakati ambapo mazingira ya nje yanachochea kufanya maamuzi yanayoendana na hasira zako. Upole ni uwezo wa kutawala hisia na maamuzi ya ndani, wakati ambapo mazingira ya nje yanakuchochea kufanya maamuzi yanayoendana na hasira zako. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ni mkimya na hazungumzi, lakini kuna siku mkimgusa kwenye eneo lake mnashangaa, ndio huyu kweli, ndio yeye, ndio yeye. Mlikuwa mnafikiri ni mpole, ni mkimya tu, alikuwa hajaguswa mahali pake. Sasa ndivyo ilivyo kwenye unyenyekevu. Tumesema sifa mojawapo ya mtumishi wa Mungu wa kweli yoyote katika ufalme wa Mungu ni unyenyekevu. Nataka tukaangalie sasa mambo muhimu Mkristo kufahamu kuhusu unyenyekevu. Nitaanza kukuchambulia mambo kadhaa hapo. Mambo muhimu Mkristo kufahamu kuhusu unyenyekevu. Jambo la kwanza, unyenyekevu sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, ila ni jambo ambalo mtu anaamua kujifunza na kulifanya kuwa maisha yake. Mambo muhimu kufahamu, Mkristo kufahamu kuhusu unyenyekevu. Jambo la kwanza, ni muhimu sana kuyafahamu haya mambo kwa sababu ni moja ya sifa muhimu sana ya mtumishi wa Mungu yeyote, na kila mtu hapa ni mtumishi mtenda kazi katika mwili wa Kristo. Jambo la kwanza, unyenyekevu sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, na wala sio neema au na sio zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu, bali ni tabia ambayo mtu anaamua kujifunza na kuifanya kuwa maisha yake. Unyenyekevu sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, wala sio zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu, bali ni tabia ambayo mtu anaamua kujifunza na kuifanya kuwa maisha yake. Na kuifanya kuwa maisha yake. Naomba tuangalie Wakolosai sura ya 3 na mstari ule wa 12. Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 12, Biblia inaongea kitu hapa. Inasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni, ona hilo neno, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Anasema kwa kuwa mmekuwa watakatifu, kwa kuwa mmekuwa watu wa Mungu. Kwenye Wakolosai 3:12 anasema jivikeni unyenyekevu. Sasa naomba unisikilize. Nguo ulizovaa jioni ya leo ni maamuzi ya nguo ulizochagua kuvaa katikati ya nguo nyingi ulizokuwa nazo. Ni maamuzi, ni aina ya dress code ulioamua ujivike na tukuone nayo kwenye siku ya leo. Mtume Paulo anapozungumza na Wakolosai anawaambia hivi, fanyeni maamuzi ya kuamua unyenyekevu kuwa maisha yenu. Hili jambo liko ndani ya uwezo wenu, sio jambo ambalo mtu anazaliwa nao, sio neema ambayo mtu anapewa na Mungu zaidi ya wengine. Ni jambo ambalo mtu anaamua kwa maamuzi ya kwamba nitajifunza unyenyekevu, nitashughulikia kiburi, nitajifunza kunyenyekea. Unyenyekevu sio jambo ambalo mtu anazaliwa nalo, wala Mkristo anapewa na Roho Mtakatifu kama karama. Ni jambo ambalo mtu anaamua, anasema jivikeni. Maana yake mtu anaweza akauvaa ama akauvua, ni maamuzi. Lakini pia utaona kwenye Petro wa kwanza 5 na mstari wa 5, Petro anaongea kitu cha maana kabisa hapa. Petro wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 5, Biblia inasema hivi, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Anasema ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo neema huwa haileti unyenyekevu, ila Mungu akiona tabia ya unyenyekevu, ndipo neema inakuja kumwinua mtu kutokea pale alipoishia. Anaongea na hao vijana, anamwambia ninyi nyote jifungeni
unyenyekevu. Biblia ya Kiingereza inasema be clothed with humility. Anasema ufaeni unyenyekevu. Anasema mpate kuhudumiana. Anahusisha utumishi na moyo wa unyenyekevu. Okay. Naomba uandike jambo jingine litakalo kusaidia. Unyenyekevu ni ishara ya Mkristo aliye tayari kumtumikia Mungu. Unyenyekevu ni ishara ya Mkristo aliye tayari kumtumikia Mungu. Sasa nisikilize vizuri. Petro alipokuwa anaandika kwenye hili jambo akisema jivikeni unyenyekevu, alikuwa anaongea kwenye lugha ambayo hawa watu walikuwa wanaielewa sana. Nimeandika hapa nikasema, nisikilize vizuri. Watu wa kawaida katika ulimwengu wa Rumi na Wayahudi walivaa mavazi marefu kama joo au kanzu nyepesi. Mavazi haya yalikuwa huru na hayakufaa kwa kazi za chini au huduma zinazohitaji kuinama, kusogea haraka au kushughulika na uchafu. Ili kufanya kazi, mtu alihitaji kujifunga kitambaa au apron kiunoni. Kitendo hiki kilikuwa na maana ya wazi ya kuwa mtu huyo sasa yuko tayari kufanya kazi ya huduma. Katika jamii za Warumi na Wayahudi, mavazi watu waliokuwa wanavaa yalikuwa hayawaruhusu kuweza kufanya majukumu fulani, hasa yale majukumu yaliyokuwa yanahitaji kazi za kuwajibika, ambazo mtu alihitaji kuinama, alihitaji kutumia nguvu na mambo ya namna kama hiyo. Sasa mtu alipokuwa anataka kufanya hayo majukumu, moja ya kitu alichokuwa anavaa, kuna aina ya kitambaa ambacho alikuwa akivaa na kujifunga, ambacho kilikuwa kinamwezesha kushikilia yale mavazi aliyoyavaa ili aweze kutekeleza na kufanya majukumu yake. Na mara nyingi walivaa watu wa hadhi ya chini ambao walifanya kazi za kuwahudumia mabwana zao. Mara nyingi walivaa watu wa hadhi ya chini ambao walikuwa wanafanya kazi za kuwahudumia mabwana zao, au mwajibu ambao bwana lao walikuwa wakiwaagiza na kutaka kufanya. Walikuwa katika level ya utumwa, watu wa hadhi ya chini kabisa. Kwa hiyo anapozungumza na Petro hapa na kanisa, anapoambia hivi anasema jifungeni unyenyekevu, vaeni unyenyekevu. Mtu aliyeonekana akiwa amevaa kwa namna hiyo na akiwa amejifunga kile kitambaa, watu waliomuona walijua ya kwamba huyu mtu ni mtumishi, huyu mtu ni mtumwa, huyu mtu ni kijakazi, huyu mtu anao wajibu wa kufanya. Mavazi yake yaliongea wajibu wake katika nyakati zile. Ndio maana nawaambia sifa mojawapo ya mtumishi wa Mungu ni unyenyekevu. Unapokuwa na moyo wa unyenyekevu, unapoanza kushughulikia moyo wa unyenyekevu ndani yako, tafsiri yake unamwambia Mungu, niko tayari kutumiwa na wewe. Okay. Ukitaka kujua ukweli wa hicho ninachokuambia, utaona kwenye Yohana 13 mstari wa 2 mpaka wa 6. Tuangalie Biblia inasema kitu. Yohana 13 mstari wa 2 mpaka wa 6. Biblia inasema, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti Yesu, hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, sikia, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni. Unaona kile nilichokuwa nakueleza kule? Akajifunga kiunoni. 5. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja, mstari wa 6, hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha mimi miguu? Yesu alivaa namna hiyo wakati ambapo alikuwa anawasafisha miguu nani? Wanafunzi wake, kwenye dakika za mwisho alizokuwa nazo. Kwa sababu hao watu walikuwa wanaelewa namna ambavyo kile kitambaa mtu alipokuwa akivaa na kujifunga kilikuwa kinamaanisha nini. Kilikuwa kinamaanisha mtu anafanya kazi za chini, ameamua kujishusha, ameamua kuwajibika. Petro anamwahi Yesu, anamwambia, Bwana,
wazo la unyenyekevu ndani yao, ya kwamba kwenye ufalme utumishi sio kunyenyekewa, bali ni kuwatumikia wengine. Ni katika siku tulizonazo pekee ambapo mtu akianza kutumiwa na Mungu anaanza kujihisi ni kama anaishi kwenye dunia yake hivi. Ujinga tu hivi. Unajua kuna watu, kuna level Mungu akiwafikisha hawaguswi, yani ni kama wapo kwenye ulimwengu mwingine kabisa, yani wa namna yao, yani anajiona kama vile, yani kama anawaangalia duniani kutokea juu, yani ni kukosa ufahamu, ni kiburi cha uzima. Nazungumza na watu ambao Mungu atawainua katika maeneo mbalimbali katika maisha. Ni waombe wanangu, jifunzeni unyenyekevu. Yesu alikuwa na hadhi, alikuwa na heshima, lakini aliamua kushuka katika kiwango cha unyenyekevu. Alitaka kutufundisha na kutuonesha ya kwamba unyenyekevu unamwondoa mtu kwenye hadhi aliyokuwa nayo, anajishusha kwenye wajibu anaopaswa kufanya. Amina. Amen. Okay. Jambo jingine kuhusu unyenyekevu ni hili. Unyenyekevu ni kujishusha kutoka kwenye hadhi ambayo tunastahili na kuwa tayari kuhudumu. Unyenyekevu ni kujishusha kutoka kwenye hadhi ambayo tunastahili na kuwa tayari kuhudumu. Tunaona hapo namna ambavyo Yesu alionyesha unyenyekevu, pamoja na kuwa alikuwa yuko katika level ya Mungu, lakini alikuwa anajishusha kutoka katika hadhi alionayo, anakuja katika level ya kuwahudumia watu wa Mungu. Naomba niwaambie watu wa Mungu, hatuwezi kufanya vizuri mambo ya ufalme wa Mungu ikiwa kila mmoja anataka kuja kanisani kwenye akiwa na hadhi yake na nafasi yake. Naomba nirudie tena. Hatuwezi kumtumikia Mungu ikiwa kila mmoja anakuja kanisani akiwa na hadhi yake na nafasi yake. Ndiyo maana huwa nawaambia watu, haijalishi una nafasi gani, haijalishi una elimu gani, haijalishi una uwezo gani, ukifika pale kwenye mlango wa kanisa, tunavua hadhi zetu, tunavua elimu zetu, tunavua uwezo wetu, tunabaki kuwa sisi ni wana wa Mungu na tutawajibika kwa kila kinachotakiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Tukianza kutengeneza ubwana, tukianza kutengeneza uafisa kanisani, kuna mambo hayataenda. Na moja ya hatari kubwa ambayo inaweza ikatokea kanisani ni pale mchungaji nitakapoanza kuwahudumia Wakristo kulingana na hadhi zao, nafasi zao na uwezo wao. Hiyo ni namna bora sana ya kuiua kanisa kwa haraka mno. Haraka sana. Rahisi mno. Na ni mbinu ya shetani kabisa. Na niwaambie hatari nyingine. Mtumishi wa Mungu yeyote anapoanza kuwahudumia watu kwa hadhi zao, nafasi zao na uwezo wao, anaanza kupoteza nguvu yake na uhalali wake na uwezo wake wa kuwaonya na kuwasaidia watu. Kuna watu nitakuwa na uwezo wa kuwaonya na kuambia makosa yao. Kuna watu nitajua uovu wao na sitakuwa na uwezo wa kusema. Si wanakuziba mdomo. Ni huzuni. Unyenyekevu unahusu zaidi kuacha nafasi na hadhi tulizo nazo na kuamua kujishusha katika level ya utumishi na kuwa tayari kumtumikia Mungu. Naomba niwaambie, moja ya kitu ambacho kilinivutia sana na kumfanya nipende na nishawishike kumwoa mke wangu ni hichi kipengele. Wakati ule tulipokuwa kanisani pale kwa mzee Bukuku wakati wa Jumamosi, wakati mwingine wazee wa kanisa tulikuwa tunaenda tunaangalia pale mambo yanavyokwenda na nini. Yule binti mara nyingi nilikuwa nikimkuta kule anafanya usafi kwenye vyoo vya kanisa akipiga deki. Anaacha uheshimiwa wake, anaacha elimu yake, anaacha cheo chake na nafasi yake, unamkuta yuko kule anafanya usafi. Nikasema huyu mnyenyekevu huyu. Huwa namkumbusha. Nikajua huyu mnyenyekevu huyu. Mtu mwingine ambaye alinifundisha unyenyekevu ni mama yangu. Wakati ambapo tulikuwa tukiwa nyumbani,
licha ya nafasi kubwa alizokuwa nazo za katika serikali na kuteuliwa na rais. Zilikuwa nafasi za kuteuliwa na rais, kiasi ambacho alikuwa na utaratibu mmoja. Ilikuwa mara nyingi Jumamosi alikuwa anatuchukua asubuhi, tunaenda kanisani, tunaenda kuomba. Tukimaliza kuomba tunaingia naye kanisani, tunasafisha, tunapiga deki. Mheshimiwa dereva amepaki gari nje ya serikali, anamsubiri. Tunafanya usafi, tunasafisha, tunashughulika kanisani. Tukimaliza tunarudi nyumbani, anasema mnaweza mkaendelea na ratiba zenu. Anaingia, anajiandaa, anamaliza, anapanda gari, anaelekea kwenye ziara zake kwenda kufanya ukaguzi huko. Alikuwa anatuambia hivi, wanangu, haijalishi Mungu atawainua kiasi gani, najua Mungu atawasaidia. Jifunzeni unyenyekevu. Mkija nyumbani mwa Mungu, ninyi ni watu kama wengine. Hadhi, nafasi na kila kitu mnaziacha pale nje. Mwambie jirani yako, wewe ni mavumbi tu na mavumbini utarudi. Jifunze unyenyekevu. Utumishi wa Mungu wa kweli unatutaka kujifunza kuwa unyenyekevu, na unyenyekevu unahusu kujishusha kutoka kwenye hadhi ambazo tunastahili na kuwa tayari kuhudumu. Ukija nyumbani mwa Mungu, kubali kushuka. Ukija nyumbani mwa Mungu, heshimu nafasi ya wengine. Jifunze moyo wa unyenyekevu. Utumishi wa kweli unaanza na mtu kuwa mnyenyekevu. Naomba tusimame.